Tafuta mahali uketi. Kwa neno la himizo ni neno fupi tu kutuandaa kwa ajili ya ibada ya leo. Haleluya. Neno la himizo linaenda kwa haraka haraka. Zaburi 28. Zaburi 28. Na huwa nasema mimi nikifundisha na wewe ufikirie. Usipofikiria hautanipata. Ukifikiria labda utapata ujumbe mzuri hata kuliko ule mimi nahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ukifikiria utakuwa unatafakari mambo ya Mungu. Na mimi nikikufundisha nafundisha mambo ya Mungu. Amen. Sasa ile unafikiria itakupa nafasi ya kumulilia Mungu. Amen. Zaburi 28 kuanzia mstari wa kwanza. Kuanzia mstari wa kwanza. Bwana, nitakuita wewe mwamba wangu. Usiwe kwangu kama kiziwi. Nisije nikafanana nao washukao shimoni. Ikiwa umeninyamalia. Usikie sauti ya dua yangu. Usikie sauti ya dua yangu nikuombapo. Nikipainulia patakatifu pako mikono yangu. Usinikokote pamoja na wasio haki. Wala pamoja na watenda maovu. Wawaambiao jirani zao maneno ya amani. Lakini mioyoni mwao mna madhara. Uwape sawasawa na vitendo vyao. Na kwa kadri ya ubaya kufanya kwao. Uwape sawasawa na kazi ya mikono yao. Uwalipe stahili zao. Baba uliyeziumba mbingu na nchi, wewe ni kimbilio tegemeo la maisha yetu. Umekuwa mwaminifu, umekuwa mlinzi. Angalia tumesoma neno lako, naomba tuelekeze jinsi upendavyo wewe. Ni asante kwa maana utatenda, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Haleluya. Unaona hapa, haya ni maneno Daudi alisema, sababu kuna wakati wewe unaweza kuwa unaomba, lakini katika maombi yako hata wewe mwenyewe unajua umeomba ombi halikufanyika. Ukaomba halikufanyika. Hapo ukaona ni kama Mungu amefanya nini? Amekuacha. Haleluya. Si tunaelewana? Ukaona ni kama Mungu amekuacha. Na ndio maana Daudi anasema, Bwana, nitakuita wewe mwamba wangu. Usiwe kwangu kama kiziwi. Yaani ninapokuomba usiwe kwangu kama kiziwi, unisikie. Na baada ya kunisikia, nisije nikafanana nao washukao shimoni. Ukisikia Biblia ikisema washukao shimoni, wani washukao kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusifanane nao. Sasa unajua vile wewe umeokoka, kuna vitu umeachana nazo. Kuna maovu umeachana nayo. Kuna tabia umeachana nayo. Sasa unataka Mungu akuchague usifanane na wale waovu wamebaki upande ule mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikiwa umeninyamazia, yani Israeli unaomba Mungu awe tu amenyamaza. Hakupi ndoto, hakupi maono, hakupi unabii. Wewe unaomba tu kimya. Hakuna kitu ambacho unaweza sema nimeona. Kumaanisha wewe unaomba na Mungu amekunyamazia. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaelewana? Sababu hata ukikuta Biblia inasema njoo tusemezane. Kusemezana ni vipi? Ni kuambie uniambie. Bwana Yesu asifiwe. Ama ni kusemezana ni vipi? Ama mimi unajua Kiswahili si mdomo wangu. Haleluya. Kusemezana ni vipi?
Niwe uniulize nikujibu, ama nikuulize unijibu? Ndio tunasemezana. Lakini hapa Daudi anasema nikuombapo usininyamazie. Haleluya. Ni nini kitakuonyesha Mungu amenyamaza? Kimya. Hakuna ndoto, hakuna unabii, hakuna mtu anakuja kukuambia kuko jambo fulani. Kumaanisha yale maombi yote unaomba Mungu amenyamaza. Na ndio maana Daudi anasema usininyamazie nikuombapo. Bwana Yesu asifiwe. Uisikie sauti ya dua zangu nikuombapo. Nikipainulia patakatifu pako mikono yangu. Yaani mimi nikiwa patakatifu pa Mungu nainua mikono nikiomba. Haleluya. Wala hapa 3, usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu. Unakuta wewe unapotoka katika dunia unataka uingie katika uzima wa milele, haufai kukaa pamoja na wale ambao unajua ya kwamba huyu mtu nikiingilia na stori zake zinanitoa katika mpango wa Mungu. Haleluya. Kuna mtu tu ukianza kupiga naye stori yake itakutoa kwa mpango wa Mungu, na hautawaza neno la Mungu. Na hapo ukianza kuomba, Mungu atanyamaza. Hakuna ndoto, hakuna maono. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua kuna watu wanaomba mwaka mzima. Hata ukimuuliza tangu anze kuomba mwaka huu Mungu amekwambia nini, mtaanza kubishania hapa. Haleluya. Mtaanza kufanya nini? Kubishania hapa. Sasa ni nini inaweza kuonyesha Mungu amenyamaza? Ndio hiyo nimekwambia, unaomba hakuna hata ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata ndoto. Kumaanisha Mungu amefanya nini? Amenyamaza. Na ndio maana unaona usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambiao jirani zao maneno ya amani. Ndugu, wewe nikikuona wewe ndio nini? Hebu sema neno la furaha, ile mtu anaweza kadanganya. Wewe ndugu uko na nguvu, nikikuona unaweza. Haleluya. Tena nakupa maneno mazuri. Nikikuona nasikia amani. Nikikuona nasikia amani. Unaona, nikikuona nasikia amani, lakini mioyoni mwao mna madhara. Haleluya. Moyoni mwao mko na madhara. Yaani huku anakuambia hivi na huku anakuambia hii ng'ombe hii nikipatana nayo nitaona. Yaani huku ndani we ni ng'ombe, hapa nje we ni nini? Ni wa maana, wa amani. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa unakuta huyu mtu anakuambia, lakini moyoni mwake kuna nini? Kuna madhara. Na haya madhara ambayo yako moyoni mwake, kuyajua lazima uombe. Bwana Yesu asifiwe. Haya madhara ambayo yako moyoni mwa huyu, kuyajua lazima uombe. Usipoomba hautajua hayo madhara. Haleluya. Sasa unakuta awape sawasawa na vitendo vyao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hata kanisani atakusifu vizuri, lakini pita kwa rafiki yake mwingine upande ule mwingine, utashangaa ndani vile anakuongelea kuko 1 2 3. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio niliwaambia Jumapili ya kwamba katika neno la Mungu kuna kuanga na roho pinzani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta roho pinzani inatabiri kitu opposite na chenye kitaenda kufanyika.
Bwana Yesu asifiwe. Itatabiri tena ujue, unaweza kuwa na roho pinzani na ukakosa kujua. Haleluya. Na ndio maana niliwauliza, wewe umeota, mimi sikuwa kwa ndoto yako, nitakupishiaje hujaota na wewe ukubali kabisa hujaota? Haleluya. Nitakupishiaje nikwambie wewe hujaota, wacha uongo, na ukubali hujaota na wewe ndio umeota na unakumbuka chenye umeota? Utakubali hujaota? Haleluya. Lakini mimi nafaa nikufundishe vile utabishana na roho pinzani. Bwana Yesu asifiwe. Sababu roho pinzani kila wakati inatabiri mabaya na haitabiri suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Inafanya nini? Inatabiri mabaya na haitabiri suluhisho. Lakini roho wa Mungu akitabiri mabaya inatabiri na suluhisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Roho pinzani inakuwa, niliwaambia Jumapili, kanisani kuna kuanga na roho ngapi? 2. Roho pinzani na roho wa Mungu. Msikitini kuna roho 2, roho mpinzani na roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio unakuta katika kanisa utakuta kuna mtu kazi yake kanisani ni umbea. Bwana Yesu asifiwe. Na hata ufanye nini hautamtoa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unajua hii roho pinzani inatafuta mtu ambaye anafanana nayo, alafu inamuingia. Sasa huyu mtu lazima ukae naye vizuri, polepole, uanze kumuelekeza vile atabishana na hii roho yake pinzani. Sababu inamletea maono. Na uwezi mwambia hujaona. Sasa ukiwa mchungaji mwenye hujaelewa hizi roho, utamwambia wewe dada na upuzi wako, mlango ndio ule. Haleluya. Ama ni vipi? Wewe dada na upuzi wako, wewe ndugu na upuzi wako, mlango ndio ule. Sasa unajua hapo umefanya nini? Hii roho pinzani inakuanga na watu wengi. Haleluya. Unasikia fulani akafukuzwa kanisani. Sasa itaenda huko. Kanisa fulani huwa anafukuza watu kanisani. Lakini ukiwa unaelewa, unakaa na huyu mtu, aanze kuchunguza maono yake. Umuulize, katika maono yote uliona ipi ilitokea? Tunaanzia hapo. Haleluya. Akishakwambia niliota hii, badala itokee hivi ikatokea hivi. Unajua hapa tunaona maono yako inapinzana na inapigana na chenye kitaenda kutokea. Hii nyingine niliota hivi lakini katokea hivi. Umeona hata hapo imebishana. Sasa itakana unaweza ona hii, usisisitize ni hiyo, ni kweli umeona, lakini hii roho lazima ikuachilie. Nataka uanze kuona, ukiona hiyo ije hiyo yenye umeona. Isije opposite. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hii roho inakuwa kanisani kuimarisha waombezi. Haleluya. Kuimarisha. Sijui nimeeleweka kama bado. Haleluya. Utapiganaje vita kama huna mtu mwenye unapigana naye? Tunaambiwa huduma ni vita. Tunapigana na nani? Tukuje Mangume sasa tuanze kupigana. Wewe utapigana na nani kisema tukuje Mangume? Utapigana na nani sasa? Haleluya. Na ndio maana tunasema tunapigana na zile roho chafu, sio vita vyetu si vya damu na nyama, tunapigana na zile roho chafu. Ziko wapi? Tubebe bomu. Halo? Ziko wapi tubebe bomu? Twende tulipue. Ziko ndani ya watu. Huyu unakuta huyu anapokuja na mchunguzi unajua huyu amebeba hiyo roho. Huwezi mwambia amebeba hiyo roho. Ni wewe umuelekeze vile ataachana na hiyo roho. Bwana Yesu asifiwe. Si tunaelewana? Amen. Ni wewe umuelekeze vile ataachana na hiyo
roho. Ukishamuelekeza naye atajiita kama mkutano. Mbona niliona hii katokea hii? Akianza kujiita kama mkutano, sasa hapo uko na nafasi ya kumwambia, unajua kuko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sababu unajua ukiwa mchungaji, hata ule ng'ombe mwenye anapiga wenzake huwezi mchinja, labda yeye ndiye anatoa maziwa. Haleluya. Ama mjaiona mtu amefuga ng'ombe mwingine anapiga tu yake. Hata kuku, nimefuga kuku. Kuna kuku mwingine anapiga tu wenzake. Tumfanyeje? Kama huyo ndio mbegu. Kama huyo ndio mbegu tuchinje. Haleluya. Sasa unakuta lazima ukae ukijua katika kanisa kuna roho pinzani, na wewe ujue kukaa na wao. Sababu hata Yesu alisema wacheni magugu ikae tu na ngano. Mwisho wa siku nitakuja kufanya nini? Kuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi natafuta, nikiona huyo ako na hiyo roho, itabidi nimtembelee kwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikimuuliza vile maono yake yako. Na ndio maana nilisema Saila, wewe unanipa maono na ndoto zako, unanipa nafasi nzuri ya kukusaidia. Sababu nikianza kuchunguza maono yako, naona huyu dada maono yake inakuanga hivi, huyu ndugu maono yake inakuanga hivi. Sasa huyu akiomba ombi hili atasaidika. Haleluya. Sasa wewe huniambii maono, sasa mimi nang'ang'ana na chenye naona labda ni tofauti chenye wewe unaona. Sasa mimi nikikwambia chenye naona kinakuwa tofauti na chenye unaona, hata wewe mwenyewe unachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi naweza ona umebarikiwa. Kuna mwingine aliniambia akiota amewako na pesa nyingi, hiyo siku atalala njaa. Haleluya. Ati ni roho ya umasikini. Haleluya. Hatukiota na hesabu pesa nyingi ni roho ya. Sasa nikamuuliza, na wewe umeamini ni hivyo? Haleluya. Nikamwambia sasa sio uko kwa biashara. Sasa utaota roho uko na hesabu pesa. Ukiamka itisha ile pesa ulikuwa na hesabu usiku. Alafu enda fungua biashara. Unajua ilikuwa akiota hivyo, si imani yake. Yesu alisema imani yake imekuponya. Sasa imani yake imeamini hata pata wate. Nikamwambia ile siku utaota ndoto kama hiyo tena, itisha ile pesa. Sio ndio umeota? Itisha ile pesa alafu ende kwa biashara. Ile siku aliota pesa, hiyo pesa akaitisha, akaenda kwa biashara, lakini aliitisha pesa na yeye roho yake ikaogopa kupika chakula kingi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yeye akapika chakula kidogo. Kabla lunch haijafika ugali iliisha kitambo. Watu wanakuja lunch hakuna. Namwambia si ungepika chakula ingine? Si ulikuwa na hesabu pesa? Uliogopaje kupika chakula ingine? Yaani anasema yeye alipika chakula akahesabu wale wateja wake lazima wafike. Sasa wateja wengine wakawa wanapita tu na gari, wakaingia hapo, wakakula chakula chote. Bwana Yesu asifiwe. Si alikuwa ameota na hotel na hesabu pesa? Yeye mwenyewe ndiye akazuia kuhesabu zile pesa. Haleluya. Sasa unajua ile kitu kitaka kujua vizuri roho pinzani, inatakikana ukiota ndoto nzuri, wewe ndiye unatakana ung'ang'ane nayo, uiombe. Na ukiota ndoto mbaya, ni wewe ung'ang'ane nayo kuikataa. Sio useme mimi nimeota nimelala njaa alafu kae tu lale njaa. Sababu uliota maono yako itimie. Ndio maana Jumapili niliwaambia kuna maono mengine si ya kutimia. Haleluya. Maono mengine si ya kutimia kabisa. Hiyo maono ni ya kukataa yasitimie. Nikawapa mfano, yule alinipigia simu, mchungaji, nimeonyeshwa kwamba umelala njaa. Nikamuuliza, kwa hiyo unataka maono itimie?
Mwenyewe akakataa, hapana, akanitumia 500. Nikakula. Sasa tuseme huyu mtu ametoa maono ya uongo. Yeye ndiye ameona. Wanaweza asifiwe. Sasa mimi hamjaniandika kazi. Kuna yule ameniandika kazi. Sasa nataka kulala, namwambia leo umeona kuwe hivi. Haleluya. Nikishamwambia leo umeona kuwe hivi, saa ingine neema inatokea ghafla. Saa ingine kunakuwa hivyo ninalala. Wanaweza asifiwe. Sasa ile nimekaa kosa cha kwanza naanza kusema nyinyi hamtoi fungu la 10, hamtoi nini na nini. Sasa hii fungu la 10 naopeleka mbinguni. Haleluya. Lazima mimi nikufundishe kumjua Mungu. Ukishamjua Mungu, hata ukienda Amerika utapiga magoti na utaomba, sababu unamjua Mungu. Hiyo ndio kazi yangu. Wanaweza asifiwe. Kwa hivyo ukiomba lazima ujue ya kwamba kuna Mungu anafaa kusikia ombi lako, na Mungu akisikia ombi lako, kuna mambo itaanza kufanyika kujua kwamba ombi lako limefanya nini, limefika. Lazima uone ndoto. Unataka kuenda mahali, lazima uone ndoto mahali unaenda, ujue huku naenda kulingana na hii ndoto, lazima niwe makini. Hai, unaweza ota ndoto nyingine hata unasema hata huko mahali kwa nataka kuenda inaonekana si vile. Hata kama unaenda ukiangalia maono yako, niliona hivi, nikaona hivi, nikaona hivi. Sasa lazima akili yako ifikirie chenye wewe umeona. Na ndio maana huwa nakwambia kitu cha kwanza, jiamini wewe kabla hujaamini mtu mwingine. Ni wewe umeota ndoto, amini hiyo ndoto. Kama umeota ndoto na uamini hiyo ndoto, wewe ni mpumbavu. Haleluya. Kwa mwenye amekuletea ndoto amekosea. Halo. Wewe mwenye amekuletea ndoto amekosea. Haleluya. Sababu natakana hata Yesu aliambia ule mwingine, kwanza toa boriti lako kwa jicho lako kwanza, ndio anze kuangalia vibanzi ya watu. Haleluya. Kwa lazima wewe ujiangalie ni nini Mungu amekupa, na ni nini umeona, na ni nini unakumbuka, na wapi unaenda kutafuta nini. Kwa kile unaenda kutafuta, je, kinalingana na ndoto? Haleluya. Kama kinalingana, unasema huko naenda. Unaweza hata ukatabiri mahali unaenda hata kabla hujafika. Haleluya. Unaweza ukatabiri tu mahali unaenda kabla hujafika, sababu tayari ndoto unayo. Wanaweza asifiwe. Ikiwa mbaya, unarudi naomba Mungu, jamani, mimi nilikuwa natarajia hivi, natarajia hivi, natarajia hivi. Na ili ndoto itimie, hakikisha katika moyo wako unataka utukufu wa Mungu uonekane. Wanaweza asifiwe. Ndoto yako inaweza kosa kutimia sababu wewe ukipata pesa, wanasemaje vijana? Wanapiga sherehe. Wanakula bata. Haleluya. Sasa unakuta katika moyo wako yani kama unatamani vyakula, unachelewesha baraka zako. Nikwambie tu ukweli jamani. Kama unatamani vyakula na fashion, unachelewesha baraka zako. Sababu unajua Mungu anaona huyu nikimpa pesa ndiye ataniacha kabisa. Sasa hapa wacha akae hivyo hivyo. Haleluya. Ni wangapi wamebarikiwa hapa? Si ni wengi? Wanaweza asifiwe. Kwa hiyo unaweza kuwa wewe mwenyewe ndio unafanya baraka zako zinachelewa. Haleluya. Mwingine aliogopa kunipigia simu sababu alikuwa ameniambia Mungu akimsaidia akirudi kwa mume wake sijui atafanya. Nikamwambia wacha upuzi, wewe nipigie simu kiwa na shida, mimi nitakuombea. Wanaweza asifiwe.
Kwa sababu najua ile baraka ukiipata, hakikisha katika mambo ya Mungu kuna kitu unafanya. Na sasa utajipa jukumu la kufanya kile kitu, utakuta hautakosa pesa sababu kuna kitu umesimamia. Haleluya. Sisi tunaelewana? Hautakosa. Mungu anajua yule dada ndiye anasimamia stima. Sasa akikosa kupata pesa, kanisa itakuwaje? Inabidi apate tu pesa, lazima alipe nini? Na atakupa nyingi sababu. Yeah. Akikupa kidogo utalipa stima ulale njaa. Sasa anakupa zaidi. Anakupa zaidi. Waleta asifiwe. Na sio mtu ndiye amekwambia wewe ulipe stima. Itoke moyoni mwako wewe mwenyewe uamue, mimi nitakuwa nikifanya hivi na Mungu unisaidie. Unaongea na Mungu wewe ukiwa peke yako. Ukishaongea na Mungu, ukishafanya vile umemwambia Mungu, kuna vitu vitaanza kufanyika kwako kwa ajili ya lile agano. Unajua ukishamwambia Mungu, mimi nitakuwa ukinibariki nitakuwa nafanya hivi. Unajua hiyo ni agano. Ama mnafikiria agano ni nini? Haleluya. Agano ni nini? Unajua watu wengine hawajui agano. Mimi niko na maagano niko Agano ni kwamba umeambia mama nikupile unanisomesha, nikipata kazi nitakujengea nyumba. Hiyo ni agano. Alafu ukipata kazi unapiga sherehe. Ukipata kazi unapiga sherehe. Agano hauna. Mama anatamka mtoto wangu barikiwa. Mtoto wangu mbona hafanyi hivi? Kumbe wewe ndio uko mjinga. Agano ulisema na haujatimiza. Mwisho wa siku unakosa kazi, unafutwa. Sababu agano halipo sasa. Sasa uchunge. Saida uko na njaa. Yale maneno unaambia Mungu, chunga sana. Haleluya. Kuna mwingine aliweka agano akamwambia ndio kufuta hiyo haraka. Futa hiyo haraka. Nikamwambia kabisa futa hiyo haraka, hautatimiza. Kwa nini? Nikamwambia wewe ni mwanadamu na mimi ni mwanadamu na kujua vizuri. Hautatimiza hiyo. Haleluya. Sababu najua usiweke agano ambalo halitakuwezesha kufanya mambo yako. Haleluya. Agano yenye labda unaweza weka ambalo unaweza ngangana nalo litimie. Ambia Mungu, ukinibariki na kazi na kuomba unisaidie nisikose kutoa fungu la 10. Hiyo utaweza. Lakini waambie Mungu kwamba ukinibariki na kazi nitajenga kanisa. Kanisa kujenga ni shilingi ngapi? Wewe ni mjenzi. Kanisa kujenga ni shilingi ngapi? Pesa. Labda uwe na milioni 3 ndio ujenge kanisa. Na mtu anasema akibarikiwa na kazi atajenga kanisa. Kwanza kazi itakuwa ya mshahara ya pesa ngapi? Ndio maana nimewaambia mkiwa na njaa chungeni zile vitu mnaongea. Haleluya. Chungeni zile vitu mnaongea. Ongea kitu ambacho kinawezekana. Haleluya. Ni kama ile maono nilikuwa nayo ya kwamba hapa Eldoro watu hawatoi malimbuko na huwa naombea malimbuko. Nikauliza, jamani niambieni, mnaua mnaleta malimbuko, niambieni malimbuko mnakuaje? Mwingine akasema unafika shambani unakuta mtu alishajichukulia. Sasa wewe unavuna unasema ni malimbuko. Si malimbuko. Hiyo leta sema jamani nilipanga kuleta malimbuko, lakini nilifika shambani nikakuta mtu amekwanyua mahindi yangu. Lakini nimevuna kiasi ombi itaombwa tofauti. Mwingine unataka kulala njaa, maharage iko shambani haijakauka. Unaenda unachukua unamenya hayo ya shambani. Unaenda unapika unakula. Halafu baadaye unavuna unasema hii ni malimbuko. Ni malimbuko hiyo. Haleluya. Na ndio maana tukasema wale ambao wameingia shambani, nataka ulete malimbuko tuombee. Hata kama ni mahindi, chukua hindi moja lete hapa, sema hii ni malimbuko.
Haleluya. Ndio ombi ikiombewa malimbuko iwe ni malimbuko kweli. Mimi nisiombee malimbuko ambayo si malimbuko. Haleluya. Hapa tunaenda na mpango wa Mungu. Haleluya. Umefika shambani, mtu amekuzidi, ametangulia kukula malimbuko. Vuna tu uniambie, jamani, shambani kuna mtu aliyetangulia kukula malimbuko. Halafu tuombe, tuone kama atarudi hapo shambani aibe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najua Bwana waweza, najua Bwana waweza, hata sasa unazo nguvu. Najua Bwana waweza, najua Bwana waweza, najua Bwana waweza, hata sasa unazo nguvu. Najua Bwana waweza kwa maisha yetu, waweza mali hapa, waweza hata sasa unazo nguvu. Najua Bwana waweza.